Yesu asifiwe sana. Amen. Basi leo ni siku ya furaha, siku ya mashangilio. Tukaanza ibada hii ya kuhitimisha darasa na makundi ya ETE katika jina la Mungu wa Utatu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Neema na amani zitokazo kwa Mungu wetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo zikae na sisi tunaposikiliza na kutafakari neno lake. Amen. Amen. Neno kwa ajili ya ibada hii ya leo ya mahafali ya wana-ETE nimechagua kutoka Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ile ya 28 mstari wa 19 hadi ule wa 20. Lakini nitaanza na mstari ule wa 16. Nasoma katika jina la Bwana. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tunakushukuru Bwana Yesu, wewe baada ya kujitoa msalabani kutukomboa sisi, wewe katuletea ukombozi, ulitupa wajibu wa kutangaza habari njema ya wokovu wako kwa watu wote. Tunakushukuru kwa ajili ya mitume wale ambao kwa uaminifu walitangaza neno lako. Neno lako likaenea duniani kote na kuandaa wanafunzi na wafuasi wako ambao sehemu yao ni sisi Yesu Kristo, ambao wajibu huu pia umetupa sisi. Na ndio maana leo tumekusanyika mahali hapa Bwana, kwa kuwa wako watoto wako ambao kwa kupokea neno hili
kwa kupokea wokovu huu na habari njema hii ambayo ni injili yako. Bwana, na wao wameitikia wito huu kwa ajili ya kuendelea kukutangaza wewe na injili yako, wokovu wako. Tunaomba Bwana, kwa neno hili ukawaimarishe, ukawatie nguvu, na sisi uendelee kutukumbusha kwamba kila mmoja ambaye ni mfuasi wako Yesu anao wajibu huo wa kuendelea kulitangaza neno lako kwa watu wote. Tunakusihi wewe utunze ahadi yako ya kuwa pamoja na wale wote tutakaotii amri hii na agizo hili mpaka mwisho. Amen. Wapendwa wanaete na washarika wote mlioko mahali hapa, kwanza na wasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Napenda kuleta salamu nyingi sana kutoka ofisi yetu kuu ya dayosisi. Salamu kwenu wachungaji, washarika zetu 5 ambazo zimetajwa hapa: sharika wa Chekereni, sharika wa Karanga, sharika wa Moshingini, sharika wa Msaranga Mandaka na usharika wa New Land. Salamu kwenu, tukitambua kuwa ninyi ni viungo muhimu katika maendeleo na ustawi wa dayosisi yetu na ustawi wa kanisa kiroho, kiakili, kimwili, hata kiuchumi. Kama sehemu ya kanisa, kila mmoja wenu ameendelea kutumika kwa uaminifu katika kuhakikisha kuwa tunatimiza vema mwito mkuu wa Bwana wetu Yesu Kristo wa kuufikia ulimwengu katika ukamilifu wake kwa injili yake. Ndugu wapendwa, kukusanyika kwetu hapa leo ni katika juhudi hiyo ya kutekeleza wajibu wetu wa kuueneza, kuutii wito huu mkuu wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya kuwaongeza watumishi katika kuieneza injili hii. Wanaete wapendwa, 89 ambao mtahitimu na kuingizwa kazini leo, napenda kuwaambia ninyi ni watu muhimu sana katika kuiwezesha kanisa kuhakikisha kwamba tunawafikia Wakristo na kuwaimarisha kwa neno la Mungu, na zaidi kuwafikia hata wale ambao sio Wakristo, ambao bado injili ya Yesu Kristo haijawafikia, ili kuwapa habari njema za wokovu kama tulivyoagizwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo wapendwa, hii ni ibada na kusanyiko maalum la kumshukuru Mungu kwa kutuongezea watendakazi shambani mwake. Ninasimama hapa kwa shukuru kwa niaba ya kanisa kwa kuitikia wito huo na kuona umuhimu wake, hasa nyakati hizi ambapo tunasikia vilio vingi, na ukichunguza sana kiini chake ni watu kukosa mafundisho sahihi ya neno la Mungu, ni watu kukosa msimamo na uelewa thabiti wa imani yao kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nawashukuru. Pili, ninawapongeza sana. Najua pamoja na shughuli zenu mbalimbali mlizonazo, mmevumilia darasani, mkajifunza, mkafundishwa, na leo mnahitimu. Ninasema wapendwa wahitimu wetu,
hongereni sana. Neno tulilosoma kutoka Injili ya Mathayo sura ile ya 28 ndilo ambalo limeitwa wito mkuu wa kufundisha na kulihubiri neno la Mungu. Wito mkuu wa kufundisha na kuhubiri neno la Mungu. Wito huu katoa nani? Wito huu hakutoa mwingine bali ni yeye mwenyewe aliye Bwana wa kanisa, Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi wote ni mashahidi wa jinsi ambavyo kanisa linakabiliwa na changamoto kubwa ya kuenea kwa imani na mafundisho potoshi ambayo yanawahangaisha Wakristo wengi. Si hivyo tu, hata wale wasio Wakristo wasipopata watu sahihi, watu walioandaliwa kama Bwana Yesu mwenyewe alivyowaandalia wale mitume na mitume wakawaandalia wale waliowafuata kina Timotheo na wengine, watu wa kuwahubiri na kuwafundisha habari njema za wokovu. Hawa watu wataangukia katika mikono na vinywa vya wapotoshaji, na hivyo kuamini kuwa wapo njia sahihi, lakini ukweli ni kuwa wamepotoshwa. Ukisikia mambo yanayofanyika kwenye baadhi ya vitu vinavyoitwa ministries sasa hivi, ukisikia kwenye vinafanyika hata kwenye baadhi ya makusanyiko ndani ya kanisa letu, vinavyofanyika huko kwa kuiga huku na huko ambavyo haviendani kabisa na mafundisho ya kanisa letu wala mafundisho ya neno la Mungu, kweli inasikitisha. Na ndio maana ni muhimu sana ninyi wao mmejitoa na kujitolea kwa ajili ya kuandaliwa. Ndio maana ninyi ni vyombo muhimu sana katika kueneza ufalme huu wa Mungu na kuhakikisha kwamba upotoshaji huu unakoma. Kanisa la kwanza nalo nilipitia katika nyakati hizi, ndugu zangu, kwa kuwa na watu wenye imani potoshi na dhamiri mbaya, na hivyo Paulo alimsisitiza sana mtoto wake wa imani yule Timotheo kuwa mwenye imani na dhamiri njema. Uwe mwenye imani na dhamiri njema, anamwambia kwenye ule mlango wa kwanza wa waraka wa kwanza mstari wa 19 hadi 20. Na pia anamwambia sio tu kuwa na imani na dhamiri njema, bali anamwambia pale kwenye mlango wa pili, kwenye waraka wa pili mlango wa pili mstari wa 15, anamwambia na pia utumie kwa halali neno la kweli. Imani na dhamiri njema. Nendeni mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu, mkiwafundisha yale yote niliyowaagiza. Anasema Yesu, lengo la kufundisha ni kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu. Kuwa wafuasi wa Yesu. Anasema making them disciples, making them followers, believers of Jesus Christ. Waamini, wafuasi wa Yesu Kristo. Ndilo lengo la kufundisha. Sasa kwa nini mwalimu anahitaji awe huyo anayefanya hivyo awe na imani njema, imani thabiti na dhamiri safi? Wako watu wanajiingiza na elimu yao wa kuchukua mistari michache ya Biblia na kupotoshea nayo watu, lakini ukiangalia hawafanyi kwa dhamiri safi. Wanaelewa wanachofanya ni upotoshaji,
Na ukiendelea kusoma kwenye waraka wa Mtume Paulo, waraka ule wa kwanza, mlango ule wa 4 na kuendelea, anamuonya sana huyu mtoto wake wa imani kwamba mjihadhari na walimu wa uongo. Wao dhamiri zao sio safi, wanajua wanachokifanya kwamba ni upotoshaji, lakini wanafanya kwa kuwa wameshafanya matumbo yao kuwa ndio Mungu wao. Wapotoshaji. Kwa hiyo hawana dhamiri njema kwamba hii ni kwa ajili ya kuwapeleka na kuwafanya kuwaleta kwa Yesu na kuwafanya wapokee Yesu na wao waingie kazini katika kulitangaza jina lake na injili yake. Bali lengo lao ni kuwanyonya, lengo lao ni kuwakandamiza na kuwafanya watumwa wao. Dhamiri safi katika kufundisha. Unataka watu waende kwa Yesu au unataka watu wakutumikie wewe? Neno la kuuliza mara nyingi kwa wale ambao tutahusika katika kufundisha neno hili na kutia Kiswahili. Anachosema la pili ni hili, kuhakikisha unatumia kwa halali neno la kweli. Usipotoshe maneno. Usimama kwa uaminifu katika lile neno la kweli kama lilivyoandikwa katika maandiko matakatifu. Leo kama kanisa, ndugu zangu, tunapaswa kuelekeza juhudi yetu katika kufundisha neno la Mungu kwa uhalali na kwa ukweli. Hivyo mpango huu wa ete ni maalum kwa ajili ya kuandaa Wakristo katika kulifahamu neno la Mungu kwa usahihi na kuwawezesha kulifundisha kwa usahihi na kulifundisha kwa ukweli wake. Huyu anayeandaliwa ni lazima awe na imani thabiti na wito wa kweli wa kumtumikia Mungu. Bila shaka mtu huyo ni wewe. Mtu huyo ni mimi, wachungaji tulioko hapa, na ninyi Wakristo raia ambao pamoja na shughuli zenu mmejitoa na kujitolea kwa ajili ya kubeba utume huu na kupeleka habari hizi njema. Ninyi mmesukumwa na wito mkuu wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa kuona, kusikitishwa na kujali hatari inayolikumba kanisa, napenda kutoa wito kwenu wote. Asiwepo hata mmoja wenu atakayerudi nyuma kwa sababu yoyote katika kutimiza wajibu mtakatifu. Na naomba Mungu awasaidie. Amen. Tunaona jambo jingine la pili, ahadi ya Yesu Kristo kwetu juu ya wito wetu. Ndugu zangu wapendwa, Bwana Yesu alijua ugumu wa utume na hatari tunazoweza kukutana nazo. Anajua kwa hakika kuwa katika kutimiza utume huu sio kwamba ni mambo mepesi. Mambo hayatakuwa mepesi. Ndio maana aliwahi kuwaambia wanafunzi wake kwamba anawatuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu. Wewe mwanaete unahitimu leo, usifikirie kwamba unakwenda kwenye hali ya lele mama, bali ujue ni katika dunia hii ambayo majeshi ya shetani yanaungana na yanazidi kuwa na kiburi na ushupavu wa kupotosha neno la Mungu, kuwapotosha watu wa Mungu, na ambao watashambulia mahali popote ambapo neno la Mungu litahubiriwa kwa usahihi na kwa ukweli wake. Ni na watuma kama kondoo katikati ya mbwa mwitu, ambaye ametuita na anatutuma. Yeye awe ndio tegemeo letu pekee. Yeye awe ndiye tumaini letu pekee. Kristo mwenyewe alituambia maneno haya
kwamba mimi, tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yeye akaitimize ahadi hii kwa kila mmoja wetu. Amen. Wanaete wote na wote ambao Mungu ametupa neema ya kukusanyika katika ibada hii maalum, ni wasalimu tena katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa Baba Askofu, katika utaratibu mzuri wa dayosisi yetu wa kuhakikisha tunawafikia Wakristo wote kwa neno la Mungu kwa ajili ya kuimarisha, lakini kuwafikia pia wale ambao sio Wakristo na kuhubiri habari njema ili wamwamini Yesu Kristo, dayosisi yetu iliweka mpango wa kuanzisha kozi maalum ya kuongeza kundi la wahubiri na wafundishaji wa neno la Mungu kupitia mpango maalum wa ETE. Na mpango huu ulipoanza, mahafali ya kwanza ilifanyika pale usharika wa Moshi mjini kwa ajili ya wanaete kwa dayosisi nzima. Baadaye iliendelea kimajimbo, ikafanyika ya pili pale usharika wa Betheli Msufini, na baada ya hapo sasa tumeendelea kwa makundi. Na baada ya kugawanyika kisharika, leo tuna mahafali ya tatu ambayo sharika tano ambazo tumezitaja: Chekereni, Karanga, Moshi mjini, Msaranga, Mandaka na Nyule wanahitimu leo. Jumla ya wanaete 89 ambao wamesoma kwa ngazi ya kwanza. Usharika wa Chekereni wapo 11, usharika wa Mandaka, Msaranga 20, usharika wa Nyule ni 14. Awamu ya pili au ngazi ya pili ni usharika wa Karanga wanaete 14, na awamu au ngazi ya tatu ni usharika wa Moshi mjini wanaete 30. Nitumie nafasi hii kutoa shukrani nyingi kwa sharika hizi. Bana, tuliondoka kwenye ule mpango wa mfundishaji mmoja anazunguka sharika zote, ndio ambao tulikuta utaratibu huo katika ofisi, na baadaye tukaushusha sasa kwamba kila usharika, kwa kuwa yuko mchungaji aliyeelimishwa vizuri darasani, wengine kwa miaka 5, wengine kwa miaka 4 na wengine hata zaidi ya hapo, lakini wako wainjilisti ambao wamesoma vizuri elimu ya Kikristo na kwa miaka 4 wameelimishwa vizuri, wana uwezo kabisa wa kuelimisha wanaete katika sharika zetu, na zoezi likaenda kwa haraka kuliko utaratibu wa waratibu wachache kuzunguka sharika zote. Ninashukuru kwamba sharika hizi zimeonyesha mfano. Wale wa ngazi ya kwanza kwa sharika tatu: Chekereni, Msaranga, Mandaka na Nyule, mtahitimu kwa awamu ya kwanza. Usharika wa Karanga kwa awamu ya pili, Moshi mjini kwa awamu ya tatu, na Moshi mjini wamefikia hatua ya mwisho ya kuhitimu. Na nitangaze sasa, hatutakuwa na mahafali ya awamu ya kwanza tena, hatutakuwa na mahafali ya awamu ya pili. Wote wanaopaswa kuhitimu lazima wasome ngazi zote tatu. Na niombe Chekereni mkimaliza awamu ya pili msidai mahafali, Msaranga Mandaka mkimaliza awamu ya pili, na Nyule pia msidai mahafali. Wote tukutane tena baada ya kufika awamu ya tatu ambao usharika wa Karanga umeanza kuwatangulia. Mungu awabariki. Risala ya wanafunzi wa ETE wanaohitimu mafunzo kutoka sharika za Msaranga, Mandaka, Nyule, Chekereni, Karanga na Moshi mjini, leo tarehe 15 mwezi Machi mwaka 2025. Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw, Katibu wa Idara ya Elimu ya Kikristo Mchungaji Fadhili J. Kiwera, wachungaji na wainjilisti, washarika wote mliofika ibada ya leo, wapendwa wanaete wenzangu, tunawasalimu wote kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesimama hapa kwa niaba ya wanaete wanaohitimu siku ya leo
kusoma risala fupi tuliyoiandaa mahususi kwa siku ya leo. Awali ya yote, tunamshukuru Mungu kwa kutuwezesha kuwa hapa siku ya leo. Ametulinda, ametutunza, na kwa neema yake ametufikisha leo ambayo kwetu sisi tunaohitimu siku ya kihistoria na ya kukumbukwa katika maisha yetu. Mheshimiwa Baba Askofu, tunamshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa hekima na maono aliyokujalia. Uliruhusu eti ifundishwe katika dayosisi hii ya Kaskazini. Hakika ni jambo jema sana. Ulikuwa na uwezo wa kusema, ninao wachungaji, wainjilisti, wadiakonia na watumishi wengine, nao wanatosha kabisa kutumika kwenye huduma zote. Hii eti ya nini? Lakini ukufanya hivyo. Mheshimiwa Baba Askofu, Mungu akubariki sana. Aidha, tunakushukuru kipekee kwa kutenga muda wako na kwa upendo mkubwa kufika hapa usharikani Karanga ili kutukabidhi vyeti siku ya leo. Tunawashukuru sana walimu wetu wapendwa. Hawa kwetu sisi wamekuwa zaidi ya walimu. Wamekuwa washauri, wametutia moyo sana. Kupitia wao tuliona mambo ni mepesi. Zipo mada ambazo zilikuwa ngumu kweli kweli, lakini wao walituvumilia. Maswali yalikuwa mengi, ubishi wa hapa na pale, hawakuchoka. Walikuwa na moyo wa kutusaidia. Mungu awabariki sana na awatunze. Mtumike kwa furaha katika utumishi wenu. Mheshimiwa Baba Askofu, tunahitimu siku ya leo ni wanaete toka sharika za Msaranga, Chekereni, Newland, Karanga na Moshi mjini. Kwa idadi ni kama ifuatavyo. Awamu ya kwanza, usharika wa Msaranga, wanaete mwanaume alikuwa mmoja, wanawake 19, jumla yao wanaete 20. Usharika wa Newland, wanaete wa kiume walikuwa 2, wanawake 12, jumla yao ni 14. Chekereni, wanaume walikuwa 3, wanawake 8, jumla yao 11. Awamu ya pili, usharika wa Karanga, wanaete wa kiume walikuwa 4 na wa kike walikuwa 10, jumla yao 14. Awamu ya tatu, Moshi mjini, wanaete wanaume ni 8, wanawake ni 22, jumla yao ni wanaete 30. Jumla kuu wanaume ni 18, wanawake 71, wanafanya jumla ya wanaete 89. Wamama vigelegele kwa hakika idara ya malezi ya familia iko juu. Bwana Yesu azidi kukabidhiwa vyeti leo ni alama kuwa tumemaliza au tumetimiza matakwa au haki ya kozi kwa ngazi tofauti. Lakini ni dhahiri kwamba ndio kazi imeanza, na kama ilishaanza basi inaendelea kwa nguvu ya ajabu kabisa. Tukitambua lengo la ETE au ile kauli mbiu ya ETE, kuitwa, kuitika, kutumika. Sisi sote tupo tayari na Mungu na Mungu atusaidie tuweze kutumika kwa uadilifu, unyenyekevu na uaminifu. Mafanikio.
Tumejifunza mambo mengi, ikiwa ni pamoja na namna bora ya kuwaleta watu kwa Yesu, maana ya ubatizo na baraka zitokanazo na ubatizo. Vitabu vya Agano Jipya tumejifunza kwa kina kwa nini viliandikwa, nani aliandikiwa na nani aliandika, na mengine mengi. Haya ni baadhi tu. Aidha, tumejifunza namna bora ya kuandaa mahubiri kwa mtiririko wenye mantiki, na si ili mradi tumehubiri, tumefahamu zaidi na zaidi. Pia tumejifunza na kufundisha vipindi vya dini shule za msingi, sekondari, na pia tunafundisha shule za Jumapili. Tunashirikiana na watumishi wengine kwenye uinjilisti wa nyumba kwa nyumba. Tumeweza kutoa huduma ya neno la Mungu na maombi kwa wagonjwa kila Jumapili katika hospitali yetu ya rufaa ya mkoa Mawenzi. Tunamshukuru Mungu, tulifanya udiakonio sharika wa Karatu na tulikutana na kijana toka jamii ya Wadzabe ambaye alitamani sana kusoma na kujifunza neno la Mungu na uinjilisti. Na kwa neema ya Mungu tumeweza kumsomesha kijana huyo anayeitwa Yohana Samuel Endeko, na Mungu akipenda atahitimu mafunzo yake mwakani katika chuo cha Biblia Mwika. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili yenu. Amen. Pili, ninawashukuru sana walimu ambao wamejitolea na kujitoa kuwaandaa ninyi hata mkaweza kufikia siku hii ya kuhitimu. Nasema walimu wapendwa mliohusika kuandaa kundi hili, asanteni na Mungu awabariki. Ninyi ambao mmehitimu katika ngazi hizo kama zilivyotajwa, ngazi ya kwanza, ngazi ya pili, na hawa ambao wamehitimu kabisa au ngazi ya tatu, hongereni sana sana sana. Sina maneno ya kukazia zaidi kuwakumbusha sasa, kwa kuwa wameandaliwa na mkahitimu. Ninyi ni sehemu kubwa sana na ya muhimu sana katika huduma hii ya kanisa na Bwana wetu Yesu Kristo. Na hivi sasa huyu Yesu aliyewaita na kwa njia ya watumishi wake mkaandaliwa, sasa anawatuma, nendeni mkatumike kwa bidii na kwa uaminifu. Risala yenu nimeisikia na nipende kutoa wito. Katika risala yenu nimeshtuka sana kusikia, na ninyi wengine wote mliona, idadi ya wanaume kulinganisha na ya wanawake. Natangulia kuwapongeza na kuwashukuru sana akina mama kwa jambo linalohusu malezi ya familia, malezi ya kiroho, malezi ya kijamii. Mmekuwa mstari wa mbele na tunatambua kwamba mnabeba kwa uzito mkubwa sana, kwa kuwa mnatambua umuhimu wake. Tukumbuke kwamba tumeitwa sote, wanaume na wanawake. Ni maombi yangu na mkazo wangu kwamba sasa hivi, kwa kuwa wanaume ndio tunajiumba kuunda umoja wa wanaume katika shirika, tutumie kwanza kuwepo na huo umoja na vikundi vya wanaume, na viweze kutambua moja ya wajibu sawa itakuwa ni kushirikiana na akina mama hawa ambao wameonyesha mfano mzuri sana katika kazi na wajibu huu muhimu wa kufundisha, kulea na kuwajenga watu kiroho. Wanaume mpo, waomba na waombeni. Wakina mama wametuonyesha mfano. Narudia tena kwa ninyi kina mama, asanteni. Na wanaume wachache wale 18 kati ya
wale kati ya 18 kati ya 89, basi naomba ninyi kwanza niwashukuru kwa kuwa na ninyi sasa mmekuwa mstari wa mbele. Sasa nendeni mkawaamshe wanaume wenzetu huko mnakoenda. Bwana asifiwe. Changamoto nazitaja. Mimi ningesema kama kuna mahali ambapo sio jumuiya tu peke yake, sharika tunahitaji kuwekeza, dayosisi tunahitaji kuwekeza, ni katika kuwawezesha ninyi, katika kuwapatia zile nyenzo zinazotakiwa. Na hii tunapenda kuhakikishia kwamba dayosisi itasukuma zile sharika ambazo hazijaona umuhimu wa kuwa support na kuwawezesha ziweze kufanya hivyo, na hili ni agizo kutoka kwenye ofisi kuu ya dayosisi. Tumia basi njia ya jumuiya wao wenyewe, na sisiseme tu kwa nini mzigo uwe ni kwa jumuiya ambako huyu anayejitolea anatoka. Sioni sababu. Kama ni jumuiya basi zishirikishe jumuiya zote, kwa maana ni usharika mzima ubebe kuiwezesha huduma hii. Kwenu mtajitolea kwa kufundisha makundi mbalimbali. Ningependa kuona kwamba hata kama ni mwaka mara moja, wapendwa wachungaji, ili kuwatia moyo, kwa sababu katika huduma hii kuna umuhimu wa kutiana moyo, kuwa na siku yao, siku ambayo utumishi wao, yaani wale wote wanaofundisha, wanaosaidia kubeba huduma hii watatambuliwa rasmi kipekee. Na hivi sasa ninamwagiza huyu mkuu wa idara yetu Mchungaji Lemuya ili muangalie kwa kushirikiana na wale walimu katika majimbo ili liweze kuwekewa utaratibu. Ndugu zangu, ninyi ambao mmepata sasa mwanga na kujengewa uwezo katika wajibu huu wa kufundisha, mjue kwamba kuna kitu cha ziada mmepewa na Mungu amewapa kwa makusudi yake. Nitawaombeni uwepo wenu katika sharika zetu ukajidhihirishe, ukaonekane. Ninyi ndio mtakaosaidia. Ninyi ndio kama tunasema ni kama maaskari ambao ukiona kama kuna kitu kinaelekea kwenye upotoshaji, msichelewe kuinua bendera na kusema hapa mafundisho haya naona yanatupeleka kusiko. Sisi tumepata nafasi ya kujifunza. Hata kama anayefanya hivyo ni mchungaji. Juzi na jana tumekaa na wachungaji wetu katika dayosisi, na tumeona kama kuna mahali wachungaji wachache kwa kuigaiga mambo ya huku na huko, kwa kutazama sisi kwenye video hivi, kwenye mambo yanayofanywa na hawa watu, mambo ya unakuta sehemu kubwa ni ushirikina tu. Tumewaonya wachungaji, wapo wachungaji wachache. Anasema hata kama atakayekuwa anaifanya ni mchungaji, wewe sasa ambaye msharika wa kawaida, ulisimama imara katika imani yako, ulipata mafundisho sawa sawa, ukasimame ukaseme hivi sivyo, hivi ni upotoshaji. Na kuomba usiogope ama kufikia mkuu wa jimbo ama kumwendea mchungaji mwenyewe kumwambia mchungaji, mbona hii mbona tunavyokwenda sasa hapa kama usharika,
mbona katika huduma hii tunaona hili sio sawa sawa? Tunaenda kufanya tendo hili na kuwaingiza kazini hawa ambao wameandaliwa na wakahitimu katika huduma hii muhimu ya kufundisha neno la Mungu kwa makundi mbalimbali. Tunaanza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Wapendwa wangu katika jina la Yesu Kristo, ninyi mmeitwa na sharika na washarika wenzenu ili kuweza kushika wajibu huu wa kuwa walimu wa kanisa. Ishara hii ya kumshika mmoja wenu mkono, nikijua kwamba kila mmoja nimeshamshika mkono. Mungu awajalie uwezo na upendo katika kutimiza wajibu wenu. Na sasa kwa ishara hii na alama hii, mimi kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na mamlaka niliyopewa na kanisa, ninawaingiza rasmi katika wajibu na huduma hii ya kuwa walimu wa kanisa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mwisho kichwa penu, mkee baraka ya Bwana. Bwana akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Basi mwenende kwa amani ya Bwana na mkamtumikie Mungu kwa furaha. Hongereni sana.